Unaambiwa kistaajabu ya hawaona wakuta mtaani, basi usipostaajabu hayo utastaajabu yale ambayo yanafanywa na wasomi kule vyuoni. Habari ambazo kwa sasa zimechukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na kifo cha ndugu Flavian Musiba Chamuriho kutokea Chuo Kikuu cha Dodoma, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa shahada ya awali ya sayansi ya uhandisi wa madini BSc Mining Engineering katika ndaki ya sayansi za ardhi na uhandisi COESE pale Chuo Kikuu cha Dodoma. Ilikuwa ni siku ya tarehe 6 mwezi wa 5 2025 ambapo kijana mmoja ambaye ni TikToker, wengi wakimfahamu kama Gimbiman, alitoka katika harakati zake na kwenda kwenye room ya kijana huyo Flavian, inasemekana akitaka kushuti content na Flavian kumwambia kwamba hauwezi kushoot content kwenye room hii. Hivyo basi kijana huyo ambaye wengi wanasema kwamba alikuwa na kaumaarufu chuoni, inasemekana alihisi kudharauriwa, kitu ambacho kilipelekea kuforce kutaka kufanya content kwenye rumu ya kijana huyo Flavian, rumu ambayo inapatikana block namba 8 pale katika koleji hiyo ya COESE. Katika prokushani za hapa na pale za bwana Gimbiman kutaka kulazimisha kushuti content hiyo, bwana Flavian akahitaji kupambana naye kuhakikisha kwamba huyo kijana haleti dharau na kutaka kufanya content katika chumba hiko. Hivyo basi katika prokushani hizo, Gimbiman kama jina lake ambavyo linafahamika katika mitandao ya kijamii haswa kule TikTok, akaamua kujichukulia sheria mkononi na kuchukua moja ya chuma cha kitanda ambacho kilikuwa kinapatikana katika eneo hilo na kuanza kumshambulia mwenye rumu yake ambaye ni Flavian, kupelekea kutoka damu kichwani pamoja na mapovu mdomoni, kitu ambacho wanafunzi wenzake kushirikiana na wafanyakazi wa UDOM kuhakikisha kwamba wanafikisha hospitali haraka Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini haikusaidia. Baada ya kutakiwa kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, ambapo huko ndiko ambapo mauti yalimkuta Flavian Musiba Chamuriho. Hebu shangaa mtu ambaye amefikiri yeye ni maarufu kwenye utengenezaji wa content kwenda kwenye rumu ya mtu na kuamua kufanya content ambazo mwisho wa siku mwenye rumu akasema hapana, haiwezekani, lakini mwisho wa siku akaamua kuchukua maamuzi ya kumshambulia mwenye room ili mradi tu kutimiza azma yake. Lakini katika hilo mwisho wa siku umepelekea kifo cha Flavian Musiba Chamuriho wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Mwili wa Flavian umeagwa tarehe 8 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma na tayari kabisa kusafirishwa kuelekea Mwanza, ambako ndiko makazi yake ya milele yatakuwa hapo bwana Flavian Musiba Chamuriho. Sisi kama Digital tumezungumza na kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma bwana Katabazi, na amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na amethibitisha pia kushikiliwa kwa mwanafunzi huyo mwingine aliyesababisha mauaji hayo, ambaye sisi tunamfahamu kwa jina moja tu la kwenye mitandao ya kijamii akijiita Gimbiman. Hii ni Digital na tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi kujua haswa nini ambacho kinaendelea, lakini mpaka sasa Gimbiman ameshikiliwa na polisi kutokana na kusababisha mauaji ya mwanafunzi mwenzake huyo wa Chuo Kikuu cha Dodoma ambaye anafahamika kwa jina la Flavian Musiba Chamuriho. Taarifa zipo walifarika kupiga kitu kizito kichwani na mtuhumiwa tumeshamkamata. Kwa chanzo ilikuwa ni ugomvi baina yao. Ilikuwa kuna tuhuma kati yao, mmoja alikuwa anadai kwamba ni anamtuhumu kwa tabia za wizi. Basi kwa hiyo ugomvi ukatokea, ndio akaanza kugombana na kusababisha kifo hicho. Afande, umesema kwamba tayari mmeshamchukua na mshikilia nyewe kama jeshi la polisi, lakini sasa labda taratibu nyingine kuhusiana na familia yake ambao tumetaarifiwa kwamba wamekuja wako Dodoma kwa ajili ya kuchukua huo mwili na vitu vingine kama hivyo, taratibu zikoje labda kwa kushirikiana na nyewe jeshi la polisi? Taratibu ni kufanya uchunguzi, sababu kifo kishatokea lazima uchunguzi wa mwili wa marehemu lazima ufanywe uchunguzi. Basi baada ya uchunguzi taarifa inajaza ya uchunguzi ya kimatibabu ya kitabibu, kwa maana ya kuchunguza kifo mwili wa marehemu, ili taratibu nyingine za kisheria ziweze kufuatwa. Kwa hiyo taratibu zinakamilishwa ili waweze kukabidhiwa mwili wao.
Afande, lakini ukiachana hili la ugomvi ambao mmoja na mtumu mwenzake ni mwizi, mara nyingi vioni kumekuwa kutokea matukio kama haya, na mara nyingi yanahusiana na ugomvi ambao unahusiana mahusiano ya kimapenzi. Labda sasa baada ya kutokea hili, nyie kama jeshi la polisi, mipango yenu kwenda kudhibiti matukio kama haya vioni ambako ndo wasomi tunaotegemea wanatokea huko, labda mipango na mikakati ikoje kuhakikisha mnadhibiti matukio kama haya yasitokee? Mipango tulionayo ni kwanza ni elimu. Elimu ni kitu cha msingi, kuwapa elimu wanachuo kuhusiana na kutokutia sheria mikononi, kwa maana kwamba wazingatie sheria, watii sheria na taratibu zilizopo, sababu wakitii sheria haya yote yaweze kutokea. Kwa hiyo na maana hiyo mkakati uliopo ni kukaa na serikali ya wanafunzi, wanachuo kwa ujumla, ili kuweza kuwapa hiyo elimu, na ili wanapoona matukio kabla hayajatokea basi watoe taarifa mapema ili tuweze kuyadhibiti kabla matukio hayajatokea. Hata kama kuna ugomvi unatokea, basi kabla hujatokea huo ugomvi, au kama kuna tuhuma zozote zinataka kutokea, watupe kwa hizo taarifa tuweze kufanyia kazi. Na kikubwa ni kuwa karibu na hawa wanachuo, kwa maana tuna wakaguzi wa kata, lakini kupitia vikao mbalimbali basi tunaweza kudhibiti matukio namna hiyo. Na tulikuwa na program mbalimbali za waambie kabla hawajaharibikiwa kupitia mashuleni. Kwa hiyo kabla mashule, mavyuo, kwenye shule, vyuo, kuna program ya namna hiyo ambayo tunaendelea nayo, kwamba tuwaambie kabla hawajaharibikiwa. Kwa hiyo tumepita kwenye vyuo mbalimbali kuweza kutoa elimu kuhusiana na kujihusisha na uhalifu wa aina yoyote, ikiwemo kuchukua sheria mkononi na mambo mengine, vitendo vingine vya kiuhalifu. Afande, tunakushukuru sana. Asante sana kwa ushirikiano. Asante sana.